Unayoyaona ni majani ya mashona nguo. Majani haya yanasaidia kutibu na kuondoa tatizo la coccidiosis kwa vifaranga pamoja na kuku wakubwa. Lakini vile vile unatibu magonjwa mengi sugu kwa kuku ikiwemo magonjwa ya mharo pamoja na magonjwa mengine. Katika somo hili tutajifunza jinsi ya kuandaa mmea huu na mimea mingine katika kutibu na kuzuia coccidiosis kwa vifaranga, ambao ni ugonjwa hatari unaochangia asilimia kubwa ya vifo kwa vifaranga. Lakini pia majani ninayoyaona yanaitwa magesha kwa kilugha. Hiki ni Kisukuma, magesha. Sasa kama unajua Kiswahili chake utatusaidia ili wengine wanufaike. Weka kwenye comment. Mmea huu unasaidia kukabiliana na kikohozi. Na mmea unaouona ni mmea wa mvumbas au kivumbas au wengine wanaita whole basil au tools. Mmea huu nitakuonyesha katika somo hili jinsi ya kuokoa vifo vinavyosababishwa na mafua kwa vifaranga. Katika somo la leo fuatilia mpaka mwisho, nitakuonyesha jinsi ya kuandaa dawa hii katika kuokoa vifaranga kutokana na mafua. Vifaranga nao waona waliathiriwa sana na mafua, na tumewatengenezea mchanganyiko wa dawa ambayo tutakufundisha leo. Tumewapa na leo ni siku ya pili, lakini wameshaanza kuchangamka, mafua yamepungua na hakuna vifo vilivyotokea. Kwa hiyo utakapofuatilia maelekezo jinsi ya kuandaa dawa hii katika kuzuia vifo kwa vifaranga vinavyotokana na mafua, kikohozi pamoja na coccidiosis, itaweza kusaidia kuepuka hasara ya vifo vingi kwa vifaranga wako, na hivyo kupata vifaranga wengi ambao watakuwa. Lakini pia katika somo hili tutakuonyesha mbinu kadha wa kadha kwa ajili ya kutibu kuku wakubwa ambao wameathiriwa na mafua pamoja na coccidiosis. Tukianza na jinsi ya kudhibiti ama kutambua mafua yanayosumbua vifaranga, unatakiwa ufuate hatua zifuatazo. Si rahisi kugundua vifaranga wanaoathiriwa na mafua makali au mafua sugu, hususan vifaranga walio chini ya umri wa wiki moja. Na hawa ndio huu ndio umri ambao uko katika hatari kubwa ya kushambuliwa na kuathirika na mafua. Vifaranga walio chini ya umri wa wiki moja wanakuwa katika hatari hiyo ya kushambuliwa na mafua makali, lakini si rahisi kugundua kwamba vifaranga wako wanaathiriwa na mafua makali. Mara nyingi dalili nyingi za mafua ni kupiga chafya, lakini unakuta kifaranga anaweza akapiga chafya na usisikie kama kuna kifaranga anapiga chafya, kwa sababu vifaranga huwa wanashauti, wanapiga kelele. Kwa hiyo si rahisi kumsikia kifaranga ambaye anapiga chafya. Kwa hiyo unaweza ukaona vifaranga wako sawa, kumbe kuna wanaoonyesha dalili ya mafua. Lakini pia dalili nyingine ni ni kuwa na kamasi puani. Kifaranga pua zake ni ndogo sana, na hata kama anatoa makamasi si rahisi kuyaona mpaka utakapochukua uchunguzi ama kufanya uchunguzi yakinifu kwa kukagua ama kuchukua baadhi ya sample ya vifaranga na kuwakagua kwenye mapua. Ukikuta pua zina maji ama vimakamasi fulani, ujue tayari mafua yanashambulia vifaranga wako, na unatakiwa kuchukua hatua za haraka kuwaokoa na kudhibiti ugonjwa huu wa mafua makali ama mafua sugu. Dalili nyingine ambayo utaigundua kwa vifaranga ni udenda mdomoni, na hii ndio dalili ambayo itakuhakikishia kwamba vifaranga wana mafua. Ukikamata kifaranga, ukiona kifaranga anazubaa, mkamate umkague. Kama anashambuliwa na mafua, angalia pua, angalia pia mfunue mdomoni kama ana udenda au mnato, ule ute wenye mnato mdomoni. Ukiona hivyo ujue tayari ugonjwa wa mafua umo ndani ya brooder ambamo unalelea vifaranga, na hivyo ni hatari na unaweza kupoteza vifaranga wengi kutokana na ugonjwa huu wa mafua makali. Lakini pia
dalili nyingine ni kikohozi, lakini unaweza kukuta kifaranga anaweza akawa na kohoa, lakini sauti yake ni ndogo na usiweze kusikia. Mara nyingi unaweza ukawa na kifaranga anafanya kama anakohoa, lakini sauti haitoki. Ukiona hiyo dalili, jua mafua makali ama mafua sugu yamo katika vifaranga wako, na unapaswa kuchukua hatua za haraka kuwaokoa na ugonjwa huu hatari. Dalili nyingine ni kwamba kifaranga anaweza akawa anapumua kwa shida au anadaka hewa. Ukiwa unawaangalia vifaranga wako, kagua kwa makini vifaranga ambao wanakuwa wanapumua kwa shida ama wanakuwa wanapumua kama wanadaka hewa. Ukiona kuna baadhi ya vifaranga wanaoonyesha dalili hiyo, tambua kwamba mafua makali yanashambulia vifaranga wako. Lakini pia wakati mwingine kifaranga anaweza kawa anashambuliwa na ugonjwa huu na kawa anashindwa kutoa sauti. Kwa hiyo ukimshika hivi kawaida kifaranga ambaye ni mzima, ukimshika analia kwa sauti. Lakini ambaye ameshambuliwa na mafua makali au mafua sugu, ukimkamata anakuwa analia lakini sauti haitoki. Kwa hiyo ukiona dalili hiyo, pia tambua kwamba vifaranga wako wanashambuliwa na mafua makali au mafua sugu au magonjwa ya mfumo wa hewa. Na usipochukua hatua za haraka katika kudhibiti ugonjwa huo, unaweza ukapata hasara kubwa kwa kupoteza vifaranga wengi. Ili kudhibiti ugonjwa huu mapema kabisa, kabla haujaathiri vifaranga wako, unatakiwa kuondoa vumbi ama vumbi lisiwemo katika sehemu unayolelea vifaranga, na unaweza kuwaweka juu au kwenye chanja ili kuondokana na vumbi. Vumbi linaweza kusababisha ama kuhifadhi bakteria hawa wanaosababisha magonjwa sugu ya mfumo wa hewa. Lakini ukiwaepusha na vumbi, unaweza ukaepusha kwa asilimia kubwa ugonjwa wa mafua makali au mafua sugu kwa vifaranga. Hatua nyingine unayopaswa kuchukua ni kufanya usafi wa vyombo vya chakula pamoja na maji. Wadudu hawa wanaosababisha magonjwa ya mfumo wa hewa wanapenda kukaa sehemu ya uchafu. Kwa hiyo unapoweka mazingira ya uchafu, unasababisha ugonjwa huo kuenea kwa kasi. Lakini pia unapaswa chakula kiwe salama na kisiwe na vimelea vya wadudu. Sasa nikupeleke katika kutibu na kuzuia magonjwa haya matatu yanayoweza kusababisha vifo vya haraka kwa kuku: ugonjwa wa coccidiosis, ugonjwa wa mafua pamoja na kikohozi. Majani unayoyaona ni majani ya mvumbas au kivumbas, kwa Kiingereza wanaita Holy Basil au Tulsi. Mmea huu ndio utakao kusaidia kupambana na mafua kwa asilimia zaidi ya 90. Ukitafuta mmea huu wa mvumbas, unaweza ukachukua majani yake au ukang'oa mmea wote. Lakini pia huu mmea unaoona kama nilivyokuambia ni mmea unaoitwa magesha. Huu unasaidia kupambana na kikohozi. Kwa hiyo tafuta majani hayo, huwa yanaota kwenye sehemu zenye vichaka. Na mmea huu unaoona ndio mmea unaoitwa mashonanguo. Mmea huu utakusaidia kupambana na coccidiosis ambayo pia huwa inashambulia vifaranga na kusababisha vifo vingi kwa vifaranga. Hatua za kufuata, unatakiwa pia uandae vifaa viambata vingine. Tafuta kitunguu saumu, tangawizi pamoja na kitunguu maji. Ili kuandaa sasa dawa hii, katika hatua ya kutibu, tuanze na kutibu mafua. Ili utibu mafua na kudhibiti mafua kwa vifaranga, chukua majani ya Holy Basil au Tulsi au majani ya mbumbas, weka kwenye sufuria, ongeza majani ya mlonge, lakini pia chukua na majani ya mashonanguo, weka humo,
chukua baada ya kuweka humo, chukua na yale magesha, weka humo ndani kwenye sufuria, kisha weka maji lita 7, chemsha huo mchanganyiko kwa pamoja, mchanganyiko wa kivumbas, tulsi au pia mchanganyiko wa mlonge na mchanganyiko wa majani ya mashonanguo, yachemshe kwa pamoja. Unaweza kaongeza majani ya mpapai humo ndani kwa ajili ya ufanisi mkubwa. Unaweza kaongeza na majani ya oregano. Chemsha kwa pamoja. Baada ya kuchemka, chukua sasa tangawizi, kitunguu saumu pamoja na kitunguu maji na pilipili kichaa. Zitwange zilainike kwa pamoja, kisha chuja maji hayo uliyoyachemsha yenye mchanganyiko wa dawa nilizozitaja, na uchanganye sasa dawa hii uliyoitwanga ya pilipili kichaa, tangawizi pamoja na kitunguu maji na kitunguu saumu. Wape kwa mfululizo wa siku 7 wanywe, na baada ya hapo watakuwa wamepona kabisa.